unadhani mustakabali wa miaka 20 mpaka tuipigie 30 hivi muungano Tanzania unauonaje? Muungano kufika 2050 utakuwa umeimarika zaidi kwa sababu ni wajibu kama nilivyosema katika ibara ya 28 ndio ya kila Mtanzania ana wajibu kwanza wa kuilinda uhuru wa nchi, lakini umoja wa kitaifa. Kwa hiyo kulinda muungano ni jambo la kikatiba. Lakini ninachojaribu kukizungumza ni kwamba huenda uelewa wa kuhusu muungano unaweza usiwe miongoni mwa vijana wanaokuwa kwa sasa. Lakini muungano naona ukiimarika zaidi. Sasa kwa mfano kuna picha moja inatambaa sana duniani huko, inaonyesha Nyerere akichanganya udongo. Na watu wakaleta hoja ya msingi kwamba mbona Nyerere alichanganya udongo peke yake? Karume alikuwa wapi? Kwa hiyo muungano ni kama ulikuwa upande mmoja. Pasina kukumbuka ile picha ni ya mwaka 1965, mwaka mmoja baada ya muungano. Kwa hiyo ikiwa vijana kwa sasa, Nyerere alikuwa anafanya vile kama rais wa jamhuri, pembeni yake ikiwa na makamu wa kwanza wa rais. Kwa hiyo utagundua kwamba watu wanatumia kupotosha vijana ili kuwatoa katika ajenda ya muungano, kwa sababu vijana pia hatujapata maarifa ya kutosha kuhusiana na muungano. Kwa hiyo mimi naona muungano, kwa jibu swali lako labda, naona muungano ukiimarika zaidi. Lakini naona hofu yangu ni kwamba vijana watakuwa na uelewa kuhusu muungano kama inavyotakiwa. Hilo ndio swali la msingi. Sasa ni wajibu wa nani? Ni wajibu wa Tanzania. Watanzania wa karne ipi? Wale ambao unajua zamani tulikuwa tunapiga story, wazee wetu watakwambia miaka fulani tulikuwa tunavaa tunatembea peku kuelekea shule, wakati Rais Mwinyi sijui yuko, unaelewa, yani wanakuelezea kulitokea vita vya, yani unapewa ile historia mpaka ukikaa unasema okay, kuna hiki na hiki na hiki kilitokea. Sijajua tuna karne ipi inatakiwa kufundisha kizazi hiki, labda watu ambao wanaijua sana historia, ama kila mtu ana wajibu wa kufanya hivi? Kizazi kilichopo kinapaswa kufundisha kizazi kijacho. Okay, hiki kizazi kilichopo kilichopo kinapaswa kufundisha kizazi kijacho. Vipi kama kizazi kilichopo hakina uelewa wa kutosha kuhusiana na masuala ya muungano? Hilo sasa ni jambo la mimi na wewe kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na uelewa wa kutosha kuhusiana na mambo yanayohusu muungano, uzalendo, taifa na manufaa ya muungano. Unajua watu wengi wanajikita kwenye zile hoja za muungano. Lakini muungano ni kweli hauna faida? Ziko nyingi. Kwa hiyo ni watu kuwa na uelewa kuhusiana na mambo ya muungano. Na ni kwa nini tunao muungano? Na ni kwa nini, na unajua ni nchi chache zimesherehekea miaka 62. Kaka sio pepe sio mchezo. Kwa hiyo sio jambo jepesi. Kwa hiyo furaha ya mataifa mengine ni kwa sasa mnavurugana. Na mimi mwalimu aliwahi kusema kwamba ikiwa mtatoka kwenye muungano mtagundua kumbe kuna wa Dar es Salaam na wa Mwanza. Sisi wa Mwanza. Kumbe kuna wa Pemba na wa Unguja. Sisi wa Unguja. Akasema kwamba ni kama kula nyama ya binadamu, hautaacha kuwa na ubaguzi. Ubaguzi ni kama kula nyama ya binadamu, hautaacha. Kwa hiyo ni kusisitiza na Mheshimiwa Rais yeye aliwahi kusema kwamba katika maneno yake muungano ni wakfu. Unajua wakfu ni kitu ambacho kimetengwa katika matumizi maalum ya kitakatifu. Kwa hiyo kazi yako sasa ni kulinda, sio kudariuti na vitu vingine. Kwa hiyo tunaweza kuwa na maono na maoni ya kisiasa na itikadi zema za kisiasa, sikatai, lakini jambo la muungano ni jambo la kitaifa. The Bantu.